Mimi niko na furaha katika moyoni mwangu, maana nimebarikiwa katika maombi, katika maabudu. Tupigie wanasifa makofi, pigia tu wanasifa makofi. Nimebarikiwa na hata katika maombi nikabarikiwa, na najua kwamba mahali ulipo pia wewe umebarikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo Mungu ako na lengo siku ya leo, wapendwa, katika maisha yako, na ndiposa umepatikana siku ya leo katika hii madhabahu. Nataka tu kusema hivi ya kwamba nashukuru Baba wa hii madhabahu kwa kunipatia hii nafasi ili niweze kunena jambo kwa ajili ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Niite Pastor Felix, niko pale Kayole na Mungu atakubariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo usiku wa leo ama asubuhi ya leo nataka kuweza kunena jambo katika maisha yako. Nataka kuweza kuzungumza kuhusu unstoppable grace. Hallelujah. Unstoppable grace. Ile neema ambayo iwezi simamishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile neema ambayo mwanadamu amepewa, ambaye anakaa katika njia za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapendwa, nataka kwanza uweze kunielewa katika huu msingi, ili isifika wakati useme tu amen na hauelewi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapoongelea kuhusu unstoppable grace, tunaongelea kuhusu ile neema ambayo iwezi simamishwa, ile neema ambayo umepewa kama mtumishi wa Mungu, ambayo iwezi simamishwa hata na mfalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kupata hii neema tena tuna masharti kwanza katika kupata ile neema. Si kila mtu ama kila mmoja ambaye anakiri kwa kinywa chake ya kwamba ameokoka ako na ile neema, bali ni kwa wale ambao wanaitwa wana wa Mungu. Wana wa Mungu ni wale ambao wanatembea katika njia za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapotembea katika njia za Mungu, wewe ni mwana wa Mungu. Lakini ukiwa kanisani haimaanishi kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Unaweza kuwa kanisani mpendwa, na unatoka kufanya usharati. Mungu hataki watu wenye wanatenda dhambi. Kwa hivyo mwana wa Mungu ni yule ambaye anakaa katika utakatifu. Nisikie vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpaka ukae katika utakatifu. Wewe kijana, kaa katika kwanza utakatifu, ndio utakapopokea ile neema ambayo itakuwezesha kufika katika hatima yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mpaka ukae katika utakatifu, ujitenge na dhambi mpendwa. Jambo kuu katika wokovu ni kujitenga na dhambi. Si kujua kuimba, si kujua kuhubiri, bali ni kujitenga na dhambi na kukaa katika utakatifu na kuwa mnyenyekevu mbele za Mungu. Unapokea neema ambayo haitawahi komeshwa hata na mwanadamu yeyote. Hata kama utapigwa vita, wapendwa, haitawahi isha hiyo neema. Utasimama na utasonga mbele katika safari ya wokovu. Maana hiyo neema hata ikuja na vita, ikuja na mishale, haitaisha. Amen. Nilikuwa nasoma hadithi ya mfalme Daudi. Biblia inasema ya kwamba Daudi alikuwa amedunishwa katika familia yao. Hii neema inakuja kwa wale watu ambao sana sana wamedunishwa na wakarushwa, wakakataliwa na familia zao. Maana wafalme wanapigana na ile neema. Na ndiposa unaona kwamba Yesu Kristo anapokuja, Herode anainuka, kwa sababu neema yenye Yesu Kristo ako nayo, hakuna mfalme ambaye anaweza kuja kinyume nayo. Mpendo, ukipokea hiyo neema asubuhi ya leo, hata kama ulitoka nyumbani wakiwa wamekulaani, utarudi kule ukiwa umebarikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Neema ambayo inahitaji watu ambao wako na ujasiri. Ni neema ambayo inahitaji, wapendwa, watu ambao watakaosimama katika ukweli, ambao watakaoita maji kuwa maji, watakaoita pesa kuwa pesa. Haijalishi na mazingira yenye utakuwa, haijalishi wafalme watakuwa imekuzingira, lakini mpendwa, utasimama kwa ukweli, usema kwamba tunamwabudu Mungu aliye hai. Elia anaposimama katika madhabahuni baada ya kutengeneza kwa ajili ya wale mbali,
Biblia inatuambia kwamba wote walikuwa manabii 850, wengine walikuwa Ashera, wengine wa Baali. Lakini kwa sababu ya ujasiri wa Eliya alisimama, na neema yenye ilikuwa juu yake akaitisha mbingu ikaweza kushuka. Mungu anasikia yule mtu mwenye ako na ujasiri, na yule mtu ambaye anamtii, wapendwa, anaachilia neema juu ya maisha yake. Katika maisha ambayo tunakaa, unapata kwamba watumishi wanapigwa vita. Kwa sababu gani? Ule wakati wenye hujajielewa wewe mwenyewe kwanza, utaendelea kupigwa vita. Lakini ule wakati wenye utajielewa na ile neema iko juu yako, hautabangaishwa na mambo ya dunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema namna gani katika kitabu cha Samueli wa kwanza 16:6, kuanzia pale 6, inazungumzia vitu za Daudi. Daudi akawa ametupwa na wazazi wake, yeye ndiye anaenda kuchunga kondoo, yeye ndiye anaenda msituni. Lakini wale ambao walikuwa wamependwa wakawa wamezingirwa na hata wazazi wao. Daudi alichukiwa, wapendwa, lakini chuki haitafanya neema itoke juu yako. Amen. Kama utasimama katika ukweli, hata kama wazazi wako watakataa wakulaani, lakini umepewa ile neema na unatembea katika njia za Mungu. Shida tu ni kutembea katika njia za Mungu. Wakristo wamekaa katika njia ya kujichanganya kwa sababu ya mambo ya dunia, kwa sababu ya tamaa ya dunia. Lakini mpendwa, jaribu ukae katika njia za Mungu, utembee katika utakatifu, uweze kuwa mtu wa kunyenyekea mbele hata ya watumishi. Maana tumekataa kuelewa what is submission. Ule wakati wenye uko na mchungaji kanisani, wewe pia unaanza kukompiti na mchungaji, kumpinga mchungaji mwenye anakuombea. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hapo ndio tunapigwa vita, kwa sababu hakuna ufalme ambao utaenda wenye hauna mamlaka ambayo inaitwa rank. Hakuna ufalme. Mungu anatumia ufalme wa dunia kulinganisha na ufalme wa mbinguni. Vile ufalme wa dunia umepangwa, tuna rais, tuna mwenye anamfuata, na tuna wengine hivyo hivyo kule mbinguni. Mungu ndiye mfalme wa wafalme, lakini ameweka vitengo zingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Ule wakati wenye utaweza kunyenyekea chini ya ile neema ambayo inakulea. Acha nikwambie jambo. Nataka kuanzia siku ya leo, enda kwa kanisa lako penye huko, uweze kuelewa mchungaji mwenye unakaa na yeye ni nani. Hiyo ndio imekuwa shida. Uko kanisani na hauelewi huyo mchungaji ni nani, ameitwa kufanya nini. Sasa wewe unaanza kujikoroga tu na pale unajikoroga tu, mwisho unasema kwamba huyo mchungaji hana nguvu, huyo mchungaji ni kama alilaaniwa, hata mambo haiendi vizuri kwa kanisa. Lakini mbona wengine wanapoingia mahali pale wanatoka wanasema kwamba nimeona mkono wa Mungu? Hatuwezi ongelea kuhusu hiyo neema ambayo imebariki wale wengine. Wewe umekuja haujaelewa huyo mchungaji, haujaelewa neema yenye iko mahali hapo, ndiposa unatoka ukipiga kelele. Tumekuwa kama wale ndege wa kupiga kelele, wanajenga viota pamoja. Ukienda katika huo mti unapata wanapiga kelele, lakini ukiwashitua tu mara moja hivi, wote mara moja wametoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Elewa neema yenye uko chini yake. Biblia inasema kwamba Samueli mwenyewe hata hakuelewa ni nani mwenye alikuwa na neema ya uongozi katika ile familia ya Jese. Unafaa uwe makini sana. Wapendwa, mara mingi hatuangalie uimbaji, hatuangalie watu wenye wanahubiri. Maana najua ukweli kwamba wahubiri wote hawataenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana.
lakini uongozi wale ambao ni wa ukweli, ambao ni wahubiri, wataingia mbinguni. Viongozi ambao ni wa ukweli, ambao ni wahubiri, wataingia mbinguni, maana wako na neema ya Mungu. Angalia Samueli anapofika, Biblia inasema kwamba Eliabu akapita. Samueli akasema ndio huyu ndio Mungu amechagua huyu. Kumbe Mungu hakuwa anaangalia kiwango ama maumbile ya yule mtu ambaye anaenda kuchagua. Katika familia zenye tunakaa, tuna watu ambao wanaendesha magari, tuna watu wapendwa ambao wamewezeshwa, wako katika viwango vikuu, lakini haimaanisha kwamba hao watu ndio wako na neema ya kukomboa ile familia. Wewe mwenye uko hapa ulitupwa, wewe mwenye ulikuja hapa Nairobi wakasema kwamba utaangamia ukiwa Nairobi, utarudi ukiwa katika sanduku. Ule wakati wenye Daudi anaachwa peke yake, akikuja na mashauri, wanasema wewe utasema nini? Hata siku ya leo mpendwa, kwa ajili ya hiyo neema yenye uko nayo unapigwa vita, mpaka watu wa familia wanasema wewe si mchungaji, wanasema wewe pia unaweza okoka, mwenye ulikuwa msharati. Lakini wewe ndio unafaa udunishe utakatifu, ili Mungu aweze kukuinua vile alikuja akainua Daudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Pasipo kudunisha ule utakatifu, kuweza kuweka katika kiwango cha juu, basi utarudi ukiwa katika sanduku vile walisema. Shida yenye tuko nayo siku ya leo, tuna Wakristo ambao wamekuwa wajinga. Anatembea akisema kwamba yeye hawezi rogwa, na hata ukimuuliza tu verse moja kwa Biblia juu, anasema aliokoka, hawezi rogwa. Mpendwa, utageuzwa kwa kuku kwa sababu hawaelewi mambo ya kiroho hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpaka uweze kuelewa ufalme wa Mungu na sheria zenye ufalme wa Mungu zenye ziko pale, principles zote uweze kuelewa, ili uweze kufika katika hatima yako. Na ndiposa wana wa Yesu wanapopita wote 7, hata Samueli mwenyewe mchungaji amesimama anajiuliza, kwani hakuna tu hata mmoja mwenye amebaki? Lakini Yese ambaye ni babake Daudi anasema nini? Kamebaki tu kamoja ambako walidharau wapendwa. Yaani amebaki tu mmoja ambaye hata amesahauliwa katika familia yao. Lakini mwishowe ndiye anakuja kuwa nguzo katika familia. Bwana Yesu asifiwe sana. Pigia Yesu makofi. Wapendwa, wewe ndiye nguzo. Utakaposimama imara, huduma yako iwezi songa nyuma. Hata kama watakuja wapiga miguu, mtumishi, hata kama atakuja hapa asimama apige miguu, apiga akirudia, lakini ukiwa umesimama katika utakatifu wa Mungu, Mungu anaendelea kukupanua akienda mbele, au anaendelea kupiga miguu akirudi nyuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana neema yenye Mungu ameweka juu ya mtumishi wake iwezi isha. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, angalia Yusufu. Wakati mwingine nikiangalia hadithi ya Yusufu unatoka machozi. Mandugu zake wenyewe wanamtupa Yusufu, wanasema kwamba huyo aende aangamie katika Misri. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakamuuza Yusufu ili hao waweze kujifaidisha katika mali ambayo walikuwa nayo, kwa sababu Yusufu alikuwa na maono, kwa sababu Yusufu alikuwa amewekewa hiyo neema. Acha nikuelezee neema ya Mungu. Hata wakutupe shimoni, utatoka shimoni. Hata uende gerezani,
utatoka gerezani. Hata waone kwamba unaangamia, mpendwa, hautaangamia. Maana ule wakati wenye utakuwa gerezani, ukitoka gerezani ndio utakuwa na nguvu zaidi kuliko nguvu zenye ulikuwa nazo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna mamlaka yoyote ambayo inaweza simamisha neema ambayo Mungu amepatia mwanake ambaye alichagua na amekaa katika njia zake, akatembea katika utakatifu. Lakini kama utakaa tu katika uimbaji na hauelewi ufalme wa Mungu, hiyo neema haiwezi kuwa juu yako. Utafanya usharati, utakuja kuimba. Na unajua wapendwa, wahubiri na waimbaji, ule wakati wenye unafanya matendo yako pale nje, unaanza kuona na kwamba lazima mchungaji akuone katika kiroho ili akuja kuambie, mchungaji, hata mimi sina shida na wewe. Wewe fanya vitu zako, ukuje usimama hapo ufanye vitu zako. Lakini mwenye unadanganya si mimi, yeye aliye juu mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku ya leo tumekataa utakatifu, na ndiposa watu wanaangamia katika Ukristo, kwa sababu utakatifu umetoka kanisani. Sasa ni vita, washirika wenyewe kwa wenyewe, wachungaji wenyewe kwa wenyewe, kwa sababu hakuna ile neema. Turudi kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Turudi kwa Mungu wapendwa. Wewe ambaye ni mtumishi ambaye anahudumu hapa, ukapata mchungaji ako mahali hapa, mbona unapigana vita na mchungaji? Yeye akapewa maono ili muweze kutimiza yale maono mkiwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Vita ni za nini kanisani? Ile neema Mungu anaitoa, wewe mwenyewe unapatia shetani mwanya wa kuweza kukuangamiza. Na acha nikwambie siri ya shetani. Shetani huwa anangoja tu hata sekunde moja tu ukosee Mungu ili Mungu akuache. Yeye anakuja kutumia hiyo sekunde kwa ajili ya kuangamiza kila kitu. Utakatifu wenye ulikuwa umejenga miaka 5 unaangamia na sekunde moja. Na kuujenga hata kama itamaliza miaka 20, lakini ile dhambi yenye Daudi alifanya bado ilimwangamiza. Yenye Musa alifanya bado ilimwangamiza. Hata kama Mungu aliendelea kumpenda, lakini ilimpitishia katika hali ngumu. Wapendwa, tunaenda katika utakatifu kidogo, tunatenda dhambi, Mungu anaturudisha katika zero, tunaanza tena upya. Na ndiposa maisha yetu inaenda katika rotation. Mbona tusikae katika utakatifu? Mbona tusielewe vile Yesu Kristo mwenyewe? Unajua kwa nini Yesu Kristo mwenyewe anakuja duniani? Mungu anakuja duniani kwa mfano wa mwanadamu, kutumia jina la Yesu Kristo. Kwa sababu gani? Alitaka kukufundisha tabia ambazo unafaa ufate katika wokovu mpaka mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Tabia ambazo unafaa ufate. Wewe unafuata tabia za Yesu Kristo ama unafuata tabia za Paulo? Wengine wanafuata tabia za Petero. Mpendwa, ukifuata tabia za Petero umeanguka. Fuata tabia za Yesu Kristo. Maana Petero mwenyewe alianguka, mahali penye ilifika akaanguka, akarudi kwa Mungu. Yaani inamaanisha kwamba mwanadamu yeyote hawezi kuwa mkamilifu, lakini Yesu Kristo yeye ndiye alikuja kuleta ukamilifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo neema, ule wakati wenye unatembea katika njia za Mungu na tabia zako zinafanana na za Roho Mtakatifu, Mungu anaachilia hiyo neema katika maisha yako. Kama ni huduma yako inaanza kupanuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaanza kuona ukuu wa Mungu. Katika ndoa zetu
wanaangamia kwa sababu gani? Wachungaji siku ya leo wako na zile cases kwa makanisa, mpaka inabidi tufungue maofisi kwa sababu tumekuwa kama majudges. Kesi zinakuja za ndoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wachungaji wenyewe pia wanachoka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu sisi wenyewe ambao tumeokoka tulikataa kutembea katika utakatifu ili Mungu aweze kutufunika na neema yake. Yusufu akiwa gerezani, hiyo neema haikutoka. Akiwa katika nyumba ya Potifa, hiyo neema haikutoka. Lakini wewe ukijaribiwa tu kidogo, unasema acha nifanye, Sunday ikifika nitapiga magoti. Na kuambia hapo ndio upumbavu kwa unatumaliza. Na unakuja na mistari ya kujifunika vizuri sana, unasema kwamba Biblia inasema ya kwamba tukisema kwamba sisi watenda dhambi tunafanya nini? Tunadanganya. Sasa wewe tenda tu kwa sababu huwa tunadanganyia Mungu. Unaendelea kutenda na unakuja unaabudu hapa mpaka watu wanaona ni malaika. Kulikuwa siku moja na mchungaji mwingine, mwanadada mmoja akianza kuabudu anaanza kutoa machozi. Anasema huyu mwanadada akianza tu kuabudu upako huo unashuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapendwa, hii neema ya Mungu tusiiache. Na ndio sababu umekuja mahali hapa siku ya leo, ya kwamba kama tuna mahali penye ulikuwa unakosea, basi uweze kurudi kwa Mungu aweze kukufunika na hii neema. Mpendwa, usikubali kurudi nyumbani vile ulikuja Nairobi. Usikubali kurudi nyumbani ya kwamba ule wakati wenye ulitoka nyumbani ukikuja Nairobi ulikuja na fare yako wewe mwenyewe, lakini kurudi wanakuchangia nyumbani ndio watume. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wenye wanatuma ni wale wenye uliacha wakiwa walevi, wewe ukaokoka ukasema kwamba umeokoka, sasa wewe si mlevi. Sasa kwa hizo vikundi mbili sielewi, ukirudi nyumbani bado utavuruta wale watu waokoke, ama hao ndio watasema kwamba hii chama chetu sasa kiendelee mbele. Ile namba 1. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapendwa, tumepotoka lakini tunataka kurudi kwa Mungu. Mimi huwa nakuwa tayari kurudi kwa Mungu wakati wowote ninaposikia ujumbe wa Mungu. Maana dunia penye imefikia, wapendwa, hii neema kila mtu anasema neema inatosha. Neema inatosha. Uelewi hii neema inatosha kwa kina nani? Hiyo ndio uelewi. Haitoshi kwa kila mtu. Maana mpendwa, Mungu hawezi kubali wewe uwe mwizi kanisani na neema inatosha tu. Wewe ni treasurer, unaiba tu pesa za kanisa makusudi, alafu neema inatosha. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe unachota wanawake wa watu wanakujua. Hata tukikuja kwa plot wanakujua. Lakini ukifika neema inatosha, mchungaji. Wachungaji, Mungu atusaidie tuweze kila wakati kuwa na macho ya tatu ambayo ndio Roho Mtakatifu. Vitu zingine wakituletea tunasema upumbavu, peleka huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapendwa, neema iwezi tosha ule wakati wenye mwenyewe umefunja ndoa yako, umetoka nje ya ndoa, unakuja kwa mchungaji ili mchungaji akuombee mume wako arudi kwa nyumba. Mimi nikuombee mume wako arudi na wewe ndio umefunja ndoa ukaenda kwa mume mwingine? Kweli mimi nikuombee? Wewe tafuta mume wako, mwambie nilikuwa nimekosa, nilifanya dhambi, tafadhali nisamehe. Akikusamehe ni sawa, akikataa endelea na maisha yako, maana wewe mwenyewe ulitenda dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tusiwe watu wa kujifunika na neema kila wakati. Tukitembea neema ya Mungu inatosha. Neema ya Mungu inatosha. Ukiwa hata kwa baa unaendelea kukunywa pombe, unajificha. Kuna kijana mmoja tulikuwa nayo kanisani, wachungaji tuwe makini sana.
na hata walimu wenye wanainuka katika madhabahu. Kijana mmoja alikuwa kanisani, ikifika wakati wa kufundisha, unaona hii Biblia, hata kama wewe ni pastor mwezi anakuambia hizi verses zote, anafundisha, lakini asubuhi anatoka anaenda kwanza anavuta bangi. Ule wakati wenye aligunduliwa, hata sikujua aliendea wapi, kwa sababu unajua tumekuja tukaona kwamba hii neema kutosha. Sasa hata ule mtu mwenye anatenda tu dhambi anasimama kwa madhabahu anafundisha watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatuwezi endelea katika neema kutosha na watu wanaendelea kutenda dhambi. Watu watubu dhambi, warudi kwa Mungu. Watu waweza kunyenyekea mbele za Mungu. Wapendwa, mtumishi ametuambia mahali hapa katika maombi, akatuonyesha vile mbingu inakaa na vile kiti cha enzi kimekaa. Wapendwa, ukisoma Revelation 4:11, wapendwa, utaelewa kuabudu ni nini. Utaelewa kuabudu ni nini. Neema haitatosha kama tuko kanisani, watu tunaabudu, wengine wako kwa simu, wengine wamepigiwa wanaenda kuangalia makilanti vile wanawapigia simu, wengine wanaenda kwa choo, ati tunaabudu Mungu. Tunaabudu nani? Ule wakati wenye president anakuja, mnakaa kutoka saa 11 mpaka saa 12 jioni bila kwenda kwa choo. Sasa kanisani ndio tumefanya kuwa vitu za kuchukiza Mungu. Kila wakati tunatenda dhambi na tunafurahia. Pastor akisema tu hivi, anasema hapo siwezi ingia kwa hiyo kanisa, kwa sababu Nairobi ukitoka hapa tena tunaingine pale, ataingia tu pale. Tuache utoto kanisani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hauwezi kuwa na hiyo neema ukiwa na huo utoto katika maisha yako. Wewe unaelewa kwa nini Mungu alikutuma mahali hapa? Unaelewa kwa nini ulipita zile kanisa zote ukakuja mahali hapa? Wapendwa, enda upiga magoti uulize Mungu, kwa nini nimeingia katika hiyo kanisa? Umekuwa tu mtu wa kulalamika, lakini tukiwa katika mikutano neema imetosha. Ni neema gani? Umekaa hapa kanisani wapendwa, ile neema inainua watu wameanza kuendesha magari, watu wanahubiri hapa, wanakomboa watu, Mungu anawatumia kama vyombo, lakini wewe uko tu hapa miaka 5. Pastor akikwambia funga ibada, unataka kuanguka, unatetemeka. Lakini kila weekend, pastor mtoto ni mgonjwa, pastor hapa iko hivi, pastor nimepatikana na hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo mchungaji akikwambia tufanye hivi, haufanyi, maana yeye ndiye anaelewa mwelekeo wa hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tukikaa neema inatosha na hatuelewi mahali penye tuko, hiyo neema inatosha namna gani na kwa nini itoshe, tutaangamia. Mpendo, utaomba hapa hata miaka 10. Kuna wakati mimi huwa naambia, nasimama kwa madhabahu naambia kila mmoja, kama unajua kwamba Mungu hakukuongoza kukuja hapa, ulikuja kwa sababu ya rafiki, tafadhali enda uulize Mungu, na akikuelekeza mahali pengine enda mahali hapo, kwa sababu sitaki mimi utoke katika hili kanisa ukiwa vile ulikuja, ukiwa umeteseka, unasema kwamba ni pastor alifanya. Hatuendi kwa sababu ya umati wa watu, even though God is God of multitude. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua Mungu anajisikia ule wakati wenye umati unamwabudu, na ndiposa tuna trillions of angels in heaven worshiping God. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini hatutakubali kuwa tuna watu kwa sababu ya entertainment, lakini wale watu hawaelewi maono ya hapa. Kama uko hapa na hauelewi maono ya hili kanisa, rudi kwa mchungaji akuelezee, kwa sababu mtaanza kupigana vita na mchungaji. Mchungaji ameangalia maono, wewe nao unaangalia vitu zako zenye ulikuja ukitaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe ulikuja kutafuta ndoa, mchungaji anaona maono makubwa ya kanisa, anaona watu ambao wameinuka viongozi wakiabudu Mungu katika roho na ukweli, lakini wewe unaona magorofa, unaona magari. Sasa mnakuwa watu tofauti katika ile neema.
na unajipata kwamba umejichanganya. Mpendwa, tafuta mahali penye kuna magorofa, kwa sababu hapo penye huko mchungaji anaona viongozi ambao wanaabudu katika roho na ukweli. Amen. Sema amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mpaka kanisa liweze kunyooshwa na Mungu aachilie neema juu ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini hatutakaa katika kanisani tukienda katika hali za kitamaduni ya kwamba vijana ni jenzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna siku nilikuwa karibu tukosane na wachungaji kwa sababu ya mambo ya jenzi. Hizo ni vitu za upumbavu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ule wakati wenye unaweka msingi ndio huwa inatamani mbele ya maisha huyo mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Msingi wa jenzi umewekwa ule wakati wenye wanaenda kuharibu bunge. Ukiita mtoto wako jenzi ni mharibifu. Ita mtoto wako kijana wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tuweza kunyorosha vitu kanisani. Watu wako kwa madhabahu ati tucheze kijenzi. Lakini tunasema neema iko juu ya hao watu. Tunacheza kijenzi. Jenzi walicheza wakienda huko kuharibu vitu. Hatuwezi kulea kizazi hivyo. Kizazi kinafaa kifundishwe neno la Mungu ili Mungu afunike ile kizazi na neema. Neema yenye Daudi alikuwa nayo hakupata tu vile unafikiria. Alikaa peke yake kule msituni akipigana na wanyama wakiwa wamemtupa. Neema yenye Yusufu alipata, wapendwa, hakupata akiwa na watu. Alikuwa amerushwa, amekataliwa. Kwa hiyo unafaa uelewe neema unaipata namna gani, katika njia gani. Unapoelewa hilo jambo ndio utapata kwamba sasa ile destiny yako ile yenye huwa unaita nyota, sasa nyota yako unaanza kuiona. Bwana Yesu asifiwe sana. Nyota yenye wanasema mganga alichukua, mganga hakuchukua, wewe ndio ulienda ukajiingiza katika dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mganga na mtu mwenye ameokoka, kwa mfano, anatembea katika utakatifu. Unajua Sauli mwenyewe alijaribu kupiga vita Daudi. Ni ukweli. Sauli mwenyewe alikuwa mfalme, akamchukia Daudi, lakini Daudi hakuchukia Sauli. Akapiga Daudi vita ili Daudi aweze kuangamizwa. Lakini mtoto wa Sauli mwenyewe ambaye alikuwa anaitwa Yonathani, tena ndiye alisimama kwa ajili ya kuweza kukomboa Daudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Mungu hawezi kuacha uangamie kama umesimama katika utakatifu. Mungu hawezi acha mganga kuangamiza kama umesimama katika utakatifu. Wewe mwenyewe umeshatenda dhambi, mganga amepata loophole ya kukumaliza. Na mimi nakuambia atakugeuza. Atageuza maono yako uanze kuwa mlevi, na ulikuwa mtu mwenye ako na destiny mzuri. Siku ya leo, wapendwa, vile nasungumuza hivi, vijana wengi wangekuwa watu ambao ni maarufu, wangekuwa viongozi, lakini wako wapi? Wako wapi vijana? Vijana walikufa na maono. Vijana waliangamia na maono yenye Mungu alikuwa amewapatia. Nimekuja kuongea na kijana ya kwamba elewa neema ya Mungu katika maisha yako ili iweze kukuelekeza katika hatima yako. Enda ukae chini, uweze kujikalisha mkutano, uweze kujielewa wewe ni nani. Wewe mwanadada, haukuolewa kwamba utakuwa mpishi. Kuna maono yenye Mungu ameweka ndani yako. Hakuna maono yenye inakuwa ya kupikia mtu kwa nyumba. Kuna maono kama hii, ati mimi ndio nitakuwa napikia mtu kwa nyumba. Ama hao wanadada hawakuzaliwa na maono. Biblia inasema kwamba vijana wataona maono. Ama vijana ni wanaume? Lakini mwanadada akifika akioleka, unapata kwamba amekaa kwa nyumba, sasa yeye amekuwa mpishi,
na kuangalia watoto kuwatengeneza mavi na kuosha nguo. Hiyo ni maono gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua huyu mwanadada mwenye tunadunisha, yeye ndiye angesukuma yale maono, na siku ya leo wewe mzee ungekuwa katika viwango vikubwa sana, lakini tulifunyilia yale maono, ile neema ikatoka. Walisema wanadada ni wasaidizi, mwanaume ndiye anafaa kwanza au wa kwanza kusimama kwa sufuria kwanza kupika. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanadada anafaa kuja kusaidie katika kupika. Tuache tamaduni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisa mpaka aliweza kueleweka na tutembee katika utakatifu. Hakuna vitu za kwenda kwa mke wako na kupenda na huko mtoto akiachilia hapo kinyezi, hapo upendo unatoka. Wewe unasimama kando unaangalia. Mbona upendo usikuja mpaka kwa kinyezi pia wewe utoe? Mimi huwa naheshimu hao na dada. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tuna siku yenye nilienda pale Mama Lucy katika ile kitengo ya kuzaa. Kitu yenye niliona pale, niliona machozi na nitoka. Nikasema hata kama Mungu alisema ati sisi tutatoa jasho nao watapitia uchungu katika kuzaa, wapenda, niliinua mikono. Nikasema sitaimu dunisha mwanadada. Bwana Yesu asifiwe sana. Hao watu wamebeba maono. Mimi nawaambia ukweli. Na shida yenye tuko nayo, wanaume sema wewe. Wanaume mko wapi? Wanaume sisi ndio tumedunisha wanadada, na ndiposa tunaenda mijengo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Huyu mtu ako na maono katika maisha yake. Mungu alimpatia maono. Mungu mwenyewe anasema kwamba vijana wataona maono. Kwa sababu gani vijana wataona maono? Na kwa nini wazee wasione maono? Anasema wazee wataota ndoto. Nataka kuelezea sababu ya vijana kuona maono. Maono huchukua muda mrefu. Mzee wewe ukiwa na mkongojo hii unatembea, umebaki na miaka 2, uende umuone Mungu, hauwezi timiza maono. Wewe utaona tu ndoto ambazo zilipita na zenye zinakuja kutendeka kesho, kwa sababu mambo yako duniani inaelekea kuisha. Lakini kijana akona nguvu, anaweza hata tembea polepole kutoka hapa mpaka Western. Polepole tu akienda mpaka afike. Ndiposa wakasema kwamba vijana mtaona maono. Na maono yenye waliwaambia mtaona, mnayaona kweli? Kuna mwenye anaona maono? Maono iliingia kwa jenzi na hasola na siasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yaani unaweza kuanzia asubuhi Arsenal Man U mpaka mnakuja ngumi, lakini pastor akisema tu fungua Matthew, hata hujui inakuanga Old Testament ama New Testament. Unaenda kuangalia kwa jirani amefungua wapi. Hiyo ndio shida yenye tuko nayo kanisani, na wachungaji tuko kwa shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapitia mambo ambayo ni hatari sana. Kwa hivyo ndiposa uweze kupokea hii neema, mpaka uweze kuangalia the principle of the kingdom of God. Hiyo neema utaipokea. Na hizi vitengo zote katika ufalme wa Mungu unapata kwamba mpaka matoleo iko pale. Unaamua uende ununulie mke wa mtu soda na chipo, lakini sadaka kwa kanisa unasema pastor ndiye atakula. Mwenye amekula ni mke wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unaamua upeleke kwa waganga na wachawi. Amesema kwamba tafuta kuku nyeusi, kuku nyeupe, ulete. Unatafuta machozi ya mamba, unatafuta ili ulete tu kwa mganga. Pastor akisema hao ni watumbo tu. Tunadunisha ufalme wa Mungu. Vile unaendelea kudunisha, wewe pia utaendelea kuangamia. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana mganga, acha nikuambia siri ya mganga. Waganga ni wakora. Na si hata hawana nguvu.
wako na nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo mganga, dada yangu mganga akikupata anaweza kuombea kama ulikuwa umefura hapa, hii itoke, lakini ikitoka inakuja hapa, na yenye inakuja hapa sasa inakuja ile ya kansa, lakini hapa imetoka tu. Ama unapata kwamba imesonga imeenda kwa mtoto wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio ukora wa waganga. Ukiwa katika kiroho utaelewa mganga ni nani. Bwana Yesu asifiwe sana. Mganga hawezi kuponya, atatoa aweke kwa mwingine. Hizo ni nguvu za giza. Lakini penye tuna uzima na tuna neema, watu wamekataa, na unaipata bure. Hata mpaka Mungu mwenyewe anasema chagua mwenyewe njia yenye unataka. Kama unataka hii, chukua hiyo. Kama unataka hii, lakini anasema ningependelea uchukue hii ya uzima wa milele. Lakini vitu zenye zinametameta, tuna mwimbaji alisema kwamba tuna jamaa alienda mbinguni akaona wanadada wanainama, wanainuka na wanafanana tu sura. Anaitwa tupatupa. Wako sura moja. Wanainuka. Wanaabudu Mungu. Anasema mimi nimezoea zile sura tofauti brown, black beauty, na wewe naona Wahindi. Na wewe sasa umenileta hapa, sasa huyu ni nani? Wanafanana wote. Akasema nipeleke mahali penye kama pale penye nilikuwa naona huko. Akapelekwa, alipofika akapata hao warembo. Leta hiyo taska, tuingie pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Akasema hapa ndio nilikuwa natafuta. Unajua vijana wa Saidi huwa wanasema hivyo, hapa ndio nilikuwa natafuta na nimefika. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ule wakati wenye ufalme utaendelea katika mikakati yake, wanaanza kusema kwamba sasa imefika wakati uweze kutoa mzazi wako. Anaanza kujiuliza, tena ilikuwa hivi? Kumbe mzee Tupatupa aliporudi akaangalia akaona ufalme umebadilika. Jamaa mwenye alikuwa na sura mzuri ako na pembe. Si ni shetani mwenye walikuwa wanasema. Lakini sasa wakati umeisha. Wapendwa, usingoje wakati uishe. Hii neema yenye Mungu aliachilia, tumia hii neema kukaa katika ufalme wa Mungu. Wapendwa, isifike wakati uling'ang'ana kila wakati, kila Sunday asubuhi unakuja kanisani, siku yenye Yesu anarudi mpendwa, unaacha. Sasa nikuulize wewe mwenye ulienda kanisani na mwenye saa yako pale anajiuza, mwingine hata kwa baba amelewa anapigana ngumi, faida itakuwa wapi? Wote mtabaki na wote mtaenda kuzimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Utakuwa umeharibu wakati wako. Na hata mimi huwa nashauri mtu heri fanya ili kifika hiyo siku iwe tu ni kuzimu, kuliko ukuje ujidanganye na hata waharibu kazi ya Mungu. Unajua tuna wengine mpaka sasa wanakuja kuharibu kazi ya Mungu na hawataki kuokoka. Shida ni kuokoka, watumishi. Shida ni kuokoka. Neema utaipata katika wokovu. Lakini wokovu si kuhubiri. Wokovu si kuimba. Tuna mtu mwenye ako katika hili kanisa hata huwa anafagia tu hapa na anaenda kwa nyumba, ameokoka. Na wewe unakuja hapa una minister, unaimba mpaka watu wanatoa machozi, lakini hujaokoka. Lakini mwenye anafagia kuna neema, hakuna unyenyekevu, anamjua Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mungu anahitaji mtumishi mwenye ni mnyenyekevu. Kama umeokoka, unyenyekee mbele za Mungu kila wakati. Kama umeokoka, kuwa mtu wa kunyenyekea. Ukiwa katikati ya watu, nyenyekea. Lakini ukiwa tu katikati ya watu, wewe ndio unataka usikike na utaki upingwe, wewe tu ndio kusema. Bwana Yesu asifiwe sana. Mchungaji akikurekebisha unasema hapana. Wewe ndio unatoanga fungu la 10. Bwana Yesu asifiwe sana.
kweli sisi wachungaji tulikuja kwa sababu ya kuomba ama kusaidiwa? Anasema yeye ni mfalme wa wafalme na atainua wachungaji wake wakae katika meza za ufalme, na hakuna siku yenye watakuwa mikia, watakuwa vichwa. Lakini chenye unatoa kimefanya umekuwa kichwa ngumu, wapendwa, kwa madhabahu, kwa sababu ulinunua maiki. Sasa kila tu wakati hiyo maiki mnaangusha chini. Unajua vile ile cost. Bwana Yesu asifiwe sana. Mgeni akikuja kanisani, unaona ile speaker vile niliingia tu hapa, mimi ndio nilinunua. Unaona hiyo kamera, hata mimi ndio nimechangia sana. Mimi pastor hawezi niambia kitu hapo kanisani, hawezi niambia kitu hapo, mimi ndio kusema. Mwingine alikuwa anasema kwamba anatembea na pastor, lakini yeye kama bishop anashauri pastor. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumezoea hizi neema na ndiposa tunaangamia. Tumezoea hizi neema ndiposa ule wakati wenye mchungaji anaomba hapa watu waweze kupata kibali cha kupata kazi, wakienda nje hakuna kazi. Sasa tunaanza kulaumu wachungaji. Hakuna mchungaji mwenye Mungu ameita mwenye hajapatia authority ya kuweza kuamrisha vitu na kutendeka. Wewe mwenyewe unaamini, wewe mwenyewe unatembea katika njia za Mungu. Hii asubuhi mpendwa, nataka uweze wewe mwenyewe kujiuliza maswali. Kweli hizi njia zenye napita, kweli hizi njia zenye natembea, hizi njia naweza kunikwa na hii neema ya Mungu kweli? Kazini wapendwa, penye unafanya yale mambo yenye unafanya kazini, kweli hayo mambo inaweza kuwa mpendwa ya kukufunika na neema ya Mungu? Tuna watu wako even kazini wapendwa, makampuni, lakini wako kama watumwa. Umeokoka lakini wewe uko mahali pale kama mtumwa. Tuna watu wengine wako kanisani na hawaelewi kwa nini wako mahali pale. Tuna siku moja nilikuwa nafanya katika kampuni kama casual pale industrial area, na Mungu akanionyesha jambo moja pale kwa kampuni. Akanionyesha wale masupervisor wakubwa wakikuja wakisimama, mimi nikihubiri, na Mungu akanionyesha sauti kakuja ikasema kwamba unaweza hubiria hao watu. So nikaanza kuuliza hii kitu nitaanza aje, kwa sababu hao watu ni wakubwa wangu, na itawezekana aje mimi naingia kwa overall au anaingia kwa dust coat zile ambazo ni kama supervisor. Bwana Yesu asifiwe sana, ama maengineer. So siku moja hiyo sauti ikawa ikinisukuma kila wakati, tukiwa katika mikutano zenye zinakuwa pale kwa kampuni, hiyo sauti naona inanisukuma, lakini mimi niko na uoga na jiuliza hii kitu nitafanya aje kwa hao watu. Kwanza hao watu wanaogopewa na watu, ukitoa tu mdomo kidogo wanasema watu wamejaa pale. Unajua mtu mwenye huwa anafanya kazi yenye inaitwa casual, huyo mtu ni shida. Mimi nakwambia kama uko hapa jua tu kwamba wewe ni shida, kwa sababu ule wakati wenye unakosa wanakuambia kwamba hata tuna wengine pale kwa gate. Ukitoa tu ile overall mwingine ameingia, kwa sababu a casual ana skill. Ukienda tu kuanza kubeba mizigo, nakwambia ukweli. Nataka ukiwa mahali hapa uko katika hiyo sehemu, unaomba Mungu akusaidie ili tutoke katika vitu kama hizo. So siku moja nikawa mahali pale, nikajitia tu moyo. Tulikuwa na mkutano ule wakati wenye wanasema unajua casual wale wakubwa wakisema kwamba ni nani mwenye ako na swali, hakuna mwenye huwa anasungumuza hata kama tuna swali, sababu unajua tu hilo swali linaweza kupeleka kwa nyumba. So Mungu akanisaidia, nikainua mkono, mama mmoja akasema hapo kijana atuelezee. So Mungu akanipatia hekima kidogo, nikawaelezea kwamba mnaonaje tukiwa hapa kwa kampuni, alafu asubuhi tukiingia
tunaomba Mungu na tunakuwa hata na sharing word, then ndio tuingie katika kazi. Na nikatoa maelezo zaidi, nikamwambia kwamba mambo kama haya itatusaidia katika kupunguza mambo ya wizi kwa kampuni, maana Mungu anaweza haya mambo yote. Atabadilisha wale ambao walikuwa hata wanaiba na waweze kuokoka, na kampuni iweze kupata faida kuliko kupata hasara. Bwana Yesu asifiwe sana. Mama mmoja ambaye alikuwa supervisor akasema kwamba huyo kijana kitu yenye ameongea yaanze kesho, na kila mtu atakuwa anapatikana hapo kwa bench. Hata wale ambao ni supervisor mnakuja hapo, tunasikia neno, tukimaliza kusikia tunaomba, tunaingia kwa kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo ndio nilianza huduma yangu. Huduma yangu nilianzia kwa kampuni, huduma kubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ilipoisha kwa kampuni nikafutwa. Nikatoka huko nikiwa nimefurahi sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo hiyo neema ambayo uko nayo inakupeleka katika wafalme, mbele za wafalme, na waweze kukusikiza. Hiyo neema. Hiyo neema itafanya hizi vilio zenye tunalia kila wakati, serikali imefanya hivi, serikali imefanya hivi, utalia kama watu wa dunia mpaka mwisho. Na uko na hiyo neema. Hiyo neema, omba Mungu akusaidie upatikane katikati ya serikali kama Danieli, kama Shadraka, Meshaki na Abednego, ili uweze kushauri serikali, itakusikia. Lakini ukipigia hapa kelele utapiga mpaka kwa kaburi. Na hata ukienda kwa kaburi hata hautatangazwa kwa television, hata kwa radio. Bwana Yesu asifiwe sana. Neema ya Mungu, hakuna hata ufalme wote utakao usimamisha. Wafalme walijaribu kusimamisha neema yenye Yesu Kristo alikuwa nayo, akina Herode. Wakajaribu kutafuta mbinu za kuua watoto wa kiume. Walijaribu mbinu zote, lakini Mungu anakuficha katika mabawa yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanakupita na wewe unasonga mbele. Hii neema inapeleka watu katika viwango zingine. Wapendwa, hizi magari zenye unalia kila wakati, pia mimi nataka kuendesha, pia mimi nataka gorofa. Hizi vitu zinapatikana katika hiyo neema. Lakini bado kama ungetaka zingine pia zinapatikana. Hapa ukienda tu hapa town unapata. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hata unaweza pata kwa siku moja. Na tena si watu wote wenye wanaweza pata, pia hizo za shetani. Si kila mtu huwa anapata kitu cha shetani. Shetani pia ni mjanja. Kama hauna gift, shetani akikuona, unajua hata chokora wote wangekuwa kwa shetani. Kuna watu wenye wanataka kuingia kwa Illuminati lakini hawezi ingia. Shetani hataki pia watu wenye wako tu hapo kama malenge. Uko tu pale, hakuna profit. Ni ufalme gani wenye unataka watu wenye hawana profit? Mungu mwenyewe hataki watu wenye, anasema kwamba fanya kazi yangu. Kama uko kijana anaelewa, hataki mzee ndiye anajikokota ati sasa ameingia ati ameokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu pia anataka aone matunda katika ufalme wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo vile wewe uko kijana saa hii, kuwa na matunda ambayo itafika wakati katika hali ngumu utamkumbusha Mungu, nilifanya hili, nikafanya hili Mungu, na uliona vile nitembea katika utakatifu. Angalia mahali penye nimefika. Mungu atakukumbuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini unangoja, unasema kwamba acha kwanza nivunje mifupa. Tuna wakati wenye utafika, nitaanza sasa kupunguza nikiokoka. Itakuwa late. Mungu hataki wazee. Mzee mwenye unaona hapa aliokoka kitambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Alishafanya kazi ya Mungu, sasa anakuja kukusikia tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usianze kutuambia kwamba wazee wanaokoka na wanaenda mbinguni. Fanya kazi ya Mungu ukiwa kijana, imeandikwa. Fanya kazi ya Mungu ukiwa kijana. Hasa vijana ndio wameharibika, wapendwa. Katika kizazi chenye tuko, vijana wameharibika. Na tumekuwa na mambo mengi kanisani ambayo tunafaa turekebishe
ili neema ya Mungu iwe juu yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama unaweza pata siku ya leo kijana anakuja kanisani akiwa kweli uchi tu, na tena ana aibu, anakaa mbele hapa mbele, pastor hapa anahubiri, anajaribu pastor, wanasema pastor hawezi fanya kitu. Pastor pia ako na mwili, ama mwili wa pastor na mwili wako tuna tofauti, si ni mwili tu? Tuache kujaribu mapasta wapenda, kuja tu na nguo mzuri kanisani, hata nguo tu mtu akiangalia naona utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wapendwa, Mungu ni mrefu tu vizuri, lakini sasa hapa umeenda aje? Hapa inafika hapa, lakini wewe praise and worship uko serious, unaabudu Mungu. Upendo umesimama hapa kweli, uko tuna longina, hata hauna hata yani aibu, unaabudu Mungu. Wewe unaongoza. Tuwe watu wa kukaa katika ile neema yenye Mungu alitaka tukae katika utakatifu. Mimi napenda kushauri watu, Bwana Yesu asifiwe sana, maana sitaki siku ya mwisho huyu mchungaji aulizwe maswali, na mbona haukuweza kukemea huyu, na mbona wewe haukuweza kufanya hili, nilikuwa nimekupatia hii hekima. Bwana Yesu asifiwe sana. Vijana tuache kukuja kwa madhabahu, umevaa tu vizuri, nguo tu ni mzuri, lakini sasa tuna zingine zimetoka zinaitwa fitting. Fitting ukisimama hapa hivi, Mungu ndiye anajua. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaonyesha uchi wako kwa nini? Uko na mke kwa nyumba ama unatarajia kuwa na harusi? Mbona uonyeshe uchi wako? Neema iweze kuwa juu yako ukiwa unaonyesha vitu ambazo ni za kuzimu. Neema iweze kuwa juu yako ukiwa mahali hapa umevaa nguo ambazo ni ragged jinsi, lakini imekatwa tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Utakatifu ni kitu cha muhimu. Tumekaa katika njia ya kwamba tunasema kwamba Mungu anaona ndani na nje haona. Kwa hiyo mbona Mungu aliumba nje? Mbona Mungu aliumba mwili? Your body is the temple. Hallelujah. Na malizia nikisema kwamba neema ya Mungu inatosha kwa wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nataka usema kwamba neema ya Mungu inatosha kwa wana wa Mungu. Ambia mwenzako, neema ya Mungu inatosha kwa wana wa Mungu. Neema ya Mungu inatosha. Simama kwa miguu zako katika jina la Yesu Kristo. Nataka wapendwa tuweze kuangalia mahali penye tumepotea, ili tusiite kila wakati neema inatosha. Tuangalie matendo yetu yenye tunafanya mbele za watu, matendo ambayo tunafanya mbele za Mungu katika ufalme wa Mungu. Tunapoenda kuingia katika ibada ya maombi, tunapoenda kumalizia, najua kwamba mpendwa, tuna jambo lenye Mungu ametenda katika maisha yako. Tuna jambo lenye umesikia mpendwa, ambalo limekusaidia hii asubuhi, ya kwamba hautabaki vile ulivyokuwa. Hata kama tuna jambo ambalo limekugusa, ukasikia kwamba umefika mwisho, ukasikia kwamba umegongwa mahali, lakini najua kwamba ilikuwa kwa sababu Mungu anataka urekebike mahali pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo nataka tuweze kwenda mbele za Mungu. Napoalika hapa praise and worship waweze kutuongoza katika hiki kipindi, tuite neema ya Mungu iweze kutufunika kila mahali tuendapo, wapendwa, tukiwa kazini, tukiwa katika huduma zetu, katika familia zetu, neema ya Mungu itufunike, maana inatosha. Mungu akikufunika, hakuna mwanadamu anayeweza kusimamisha hiyo neema. Katika jina la Yesu Kristo, ninapomwalika mchungaji wa mahali hapa aweze kukamilisha mahali pale, tuweze kunena mbele za Mungu. Najua kwamba Mungu atatenda katika maisha yetu. Asante.